Sasa nikaona tukumbushane mambo machache, kwa sababu mmeona pia hata kwenye mitandao baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu, na kwa bahati mbaya sana nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani, kwa maana nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anapokuja kwetu. Kwa hiyo ndugu washiriki, nianze na agenda yetu ya kwanza inayohusiana na masuala ya usalama wa miji yetu. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kama ambavyo mwafahamu ndio mkoa ambao unahudumia mikoa mingine mingi, lakini pia una strategic investments. Leo hapa tuna bandari, na hii bandari unapoiangalia usiangalie katika jicho la mipaka ya Tanzania. Zipo nchi ambazo ni landlocked, mnaita hivyo, na hata mkoa wetu ndio unaochangia pato la taifa kwa asilimia kubwa sana. Kwa mkoa huu usiangaliwe katika jicho la kawaida, tuone kwamba ni mkoa potential ambao kila mmoja na wajibu wa kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Kwa hiyo hoja ya jukumu la usalama, ndugu zangu watumishi wote mlioko hapa, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam uko salama, na usalama huu mchango wake unachangiwa na wenye viti, madiwani na kila mtumishi ambaye yuko hapa anachangia kwa asilimia kubwa kuhusu amani ya mkoa wetu. Vurugu zikitokea kwenye huu mkoa halafu mkoa ukafungwa, maana yake mazao ya chakula hayataingia ndani, na mnafahamu kwamba Dar es Salaam mgogoro wetu mkubwa haupo kwenye mashamba ya wakulima. Mgogoro wetu mkubwa Dar es Salaam upo kwa mfanyabiashara. Je, anaingiza biashara zake ili aweze kwenda vizuri? Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa mahali fulani anazungumzia umuhimu wa wakulima katika mkoa, Dar es Salaam tunazungumzia umuhimu wa mfanyabiashara katika mkoa. Kwa hiyo mkoa huu ukifungwa, tayari tutakuta hatuna hifadhi ya chakula, na hapo ndipo kashesha itakapotokea. Na kukiwa kuna food insecurity, maana yake inaweza kapelekea political instability, na kukiwa kuna political instability, maana yake muda wowote inaweza tukarise kitu kinaitwa sporadic political squabbles, kwamba tukaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe sporadically, halafu mwisho wa siku mambo yakawa mabaya zaidi. Kwa hiyo jukumu hili la usalama ni jukumu la kila mmoja, na ndio maana narudia kwamba nguvu ambayo ilishawahi kutumika mahali popote katika kulinda amani ilikuwa ni majaribio ya kuona, je, jambo lolote likitokea katika taifa letu tunaweza. Lakini amani ya taifa letu hailindwi kwa compromise, inalindwa kwa kila aina na kila namna. Kwa hiyo niombe sana jukumu hili la usalama, na katika hili katawala mkoa na ukuu wa wilaya tulielekeza kwamba kila mitaa iwe na sungusungu, kila mitaa iwe na sungusungu, ambapo sungusungu hii tujaribishe pia kutumia wadau wetu wa ndani kuweza kuona namna ya kusaidia gurudumu hili la ulinzi
katika maeneo yetu. Lakini zaidi pia agenda ya usalama itolewe kwenye makanisa, misikiti, mashuleni, kila mahali, ili maeneo yetu yaendelee kuwa salama zaidi. Kwa mfano, napenda sana kutumia mfano huu. Wakati yule kijana wetu juzi amechukuliwa na wale wahuni wakamuua kwa kumchinja, nadhani mliona karibu siku tatu, karibu wiki moja nzima, taifa linazungumzia kuhusu kutoweka na kuchinjwa kwa yule kijana wetu. Nataka uone ugumu wa dosari za kiusalama zitakapoingia kwenye maeneo yako. Lakini juzi pia mmeona baadhi ya watu wamemuua yule Mchina. Yule Mchina ameuliwa, wale vijana wamechukua hela, wamekimbia. Lakini jeshi la polisi na vyombo vingine vyote vya dola limekwenda kuwabaini wakiwa wanavuka mpaka sasa kuelekea nchi ya Kenya. Wamewarudisha hapa, wanawauliza wanasema tulijua na hela nyingi sana. Kwa hiyo leo manake nini? Unaweza ukauliwa hata ukiwa na 50,000. Watu wamefikia hatua hiyo. Lakini jambo hilo litakapotokea, kwa mfano mwenyekiti wa serikali za mtaa wa kwenye lile eneo ambako wale wa China waliuliwa, yuko wapi? Mwenyekiti wa serikali za mitaa kwenye lile eneo ambalo wale wa China waliuliwa, hajaja. Hajaja. Pengine hakujua kama ningeweza kuuliza swali hili. Hoja yangu ya msingi ni kwamba jambo lile linapotokea kwako linaleta doa. Haimaanishi kwamba wewe ndio umefanya, hapana. Lakini kwenye utawala tayari inakuwa ni doa kwenye eneo lako. Kwa jambo linapotokea hilo, unajizatiti, mnakaa katika vikao vya pamoja ili kuweza kuangalia usalama wa maeneo haya kwa ujumla wake. Kwa hiyo usalama, jambo namba moja. Kwa maazimio katika usalama katika utawala mkoa na wakuu wa wilaya ni kwamba kila mtaa uhakikishe unakuwa na sungusungu. Lakini sio tu sungusungu, pamoja na miundombinu mingineyo ambayo inaweza kutusaidia kuweza kukabiliana na adui pale anapoweza kutokea. Zipo fununu za baadhi ya watu kuzungumzia kuhusu maandamano na vitu vingine vya namna hiyo. Msikae vibarazani kujibizana na watu. Kafanyeni kazi kubwa ya kuweza kumkabili adui muda wowote. Na mtakapokaa na makamanda wa wapiganaji wengine, meseji yangu kubwa ni kwamba wanafahamu wajibu wa kuendelea kulinda amani ya taifa letu na kuendelea kulinda usalama wa mkoa wetu. Mwisho katika yote, kwenye hoja yangu ya usalama sasa, rudi pale juu. Kwa wale ambao mliwahi kusoma vitabu na mkafanya analysis, unaweza kuchambua kitabu kwa flashback style. Unaanzia mbele, unarudi nyuma, unakwenda na juu. Tunaombeni sana wenye viti, watendaji, tutembeleane na wadau wote wa masuala ya siasa kwenye mitaa yetu. Wadau wote wa masuala ya siasa kwenye mitaa yetu, tuzungumze nao, tujue matatizo ya kisiasa huko chini. Lakini mgeni yoyote anapoingia kwenye eneo lako umtambue. Na katika hili, wakurugenzi, nilisahau hoja moja kwa wilaya. Nilisahau kuweka clear ile hoja ya apartments. Wote ambao Ilala, Kinondoni, kote ambao kuna apartments, kaanzisheni utaratibu maalum wa kuzisajili apartments zote, idadi ya vyumba vya apartments hizo,
wamiliki wa apartments hizo, hata kama sio wao utapata wasimamizi. Mfumo wa kikodi uliopo katika apartments hizo na tija apartments hizo katika halmashauri yako. Leo apartments nyingi limekuwa ni genge la kihalifu. Wengi wanaotoka mikoani wanajificha kwenye kinachoitwa apartments, wanatoka hapa Dar es Salaam kwenye kitu kinaitwa kwa jina la Airbnb, kwa jina la kama hoteli, kwa jina la kama si kitu gani, lakini mle ndani apartments zetu kwa utaratibu huu uliopo sasa sio eneo salama la watu kukaa. Lazima uogope kukaa mle, kwa sababu uelewi huyu hapa ni nani, huyu hapa ni nani. Pengine ni majangili wamejificha mle kwa ajili ya kuja kufanya tukio. Uanzishwe utaratibu maalum, asakwe mwenye one building, aeleze ndani kuna apartments ngapi, tunataka kusajili apartments by numbers. Apartment hii tunaijua, kwa sababu kama tunasema tunasajili nyumba kwamba nyumba hii namba 5, apartments moja moja ni nyumba. Sasa anakaa nani mle? Zinatija ipi? Zinatumika kibiashara au la? Na kama ni kibiashara, tija yake ni ipi kwako kama mkurugenzi? Je, zenyewe zinaingia kwenye kategori ipi ya ulipaji wa kodi? Na kama ni nyumba tu ambayo haifanyiwi kazi, mkazi wake nani? Ili taarifa hiyo aipate mwenyekiti wa serikali za mitaa yaliko majengo hayo. Hasa timu ya namna hiyo na yenyewe ianze mara moja kufanyia kazi mambo hayo, ili uweze kufahamu kwa ujumla wake kwenye jengo hilo. Kwa mfano, kuna majengo fulani hapo Kinondoni na baadhi ya maeneo Ilala wanakaa jamii za Wachina hawa. Hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuingia pale zaidi yao. Sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa, utajuaje usalama wa maeneo hayo? Utajua humo ndani kuna nini? Yaani kama mimi kutoka Iringa nije niite mtaa wa Wahehe tu, tunaingia Wahehe tu kwenye hizo nyumba hizo, Wahehe tu. Maana yake humo ndani inawezekana ukija lazima ukute tunauza mbwa au tunafanyaje. Kwa hiyo haiwezekani. Jueni hiyo mitaa. Kweli kiwanja kiko kimoja, lakini ongezeni usalama kwa kuzitambua hizo apartments zote, na ikiwezekana ziundieni timu maalum ya kufanya kazi hiyo, timu maalum inayoripoti kwako mkurugenzi. Mwezi huu zimeongezeka apartment 20, mwezi huu zimeongezeka apartment 70, ili wewe sasa kwa mfumo wa kielektroniki utajua namna gani za kujisajili na namna gani sasa zinakuwa zinatija. Je, ni nyumba ya kawaida kama zile zingine au ni nyumba ya kibiashara? Na kama ni nyumba ya kibiashara, hamasisha wazisajili katika mfumo wa halmashauri wote ili zitambulike kwamba hii ni Airbnb, hii sijui ni kitu gani, hii sijui ni kitu gani, zote ziweze kuingia katika mfumo huo ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni, narudia tena na wapongezeni kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya. Viongozi wa dini, tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambazo mnazifanya. Nipo kwenye proposal viongozi wa dini kupeleka proposal kwa waziri wangu wa elimu. Leo vijana wengi wanatukana mitandaoni kwa sababu somo la laana na baraka hawajalipata. Ukiangalia baba mchungaji kwenye Biblia, ukienda kwenye ule uzao wa Esau unamkuta Yakobo, lakini Yakobo ni mdogo kwa Esau. Na Yakobo, kwa nini Yakobo maandiko yake yote yalihusu baraka? Na kwa nini leo Yakobo ni very famous kuliko hata Esau? Ni kwa sababu ya concept ya baraka. Alisema hata Mungu sikuachii mpaka nimebarikiwa. Na alichukua baraka kwa kaka yake Esau kwa maharage tu. Sitaki kuingia huko sana, lakini wakipata neno la baraka na laana, ataelewa umuhimu wa kuheshimu viongozi, kuheshimu wazazi, kuheshimu nani. Na ndio maana leo hii wenzetu kwa mfano Waislamu
kupitia madrasa imekuwa very powerful, very powerful. Leo watu wakitaka kumwoa binti wa Kiislamu, mimi kama ni Mkristo, binti wa Kiislamu yule sio jambo jepesi sana kuja kwangu kwenye Ukristo, pamoja na kwamba ananipenda, lakini mimi ni rahisi sana kwenda hivi, pamoja na kwamba nampenda. Maana nini? Msimamo wa kidini huwa ni baraka kubwa sana katika kuleta stability ya taifa na watu kuweza kutambua hapa ni kila rushwa hii mbaya, nikifanya hivi hii sio nzuri, nikifanya hivi hili sio jambo zuri. Na kwenye maandiko ya Qur'ani yameandikwa baadhi ya mambo ambayo yamekuja kama mkataba wa kidini ambao huku mbele ndio unafanya pia mtu atambue vizuri. Kwa hiyo na pande hizi zote lazima mtu awe anajua vizuri. Kile leo ukiingia kwenye mitandao anafurumisha matusi ya kwa kiongozi, kwa mzazi. Leo nakwenda na kesi moja hapa, kijana amembaka mamake. Ndio. Amembaka mamake. Leo vijana wanachokiangalia nipate elimu, nipate hela. Sasa kunaga hela ambazo ziko nje na mfumo wa laana. Ndio. Ya kwa kiongozi, kwa mzazi. Leo nakwenda na kesi moja hapa, kijana amembaka mamake. Ndio. Amembaka mamake. Leo vijana wanachokiangalia nipate elimu, nipate hela. Sasa kunaga hela ambazo ziko nje na mfumo wa laana na baraka. Lazima tuende namna hiyo, laana na baraka. Ukienda kwa Ibrahimu unaiona baraka muda wote, lakini ukienda kwa watu wengine unakwenda vile vitu havikuandikwa kwa bahati mbaya. Nadhani pia hata kwenye Qur'ani vitu vimeandikwa. Sasa watoto wale wakikuzwa namna hii kutoka mwanzo, anakuwa naelewa, hawezi kuwa mpotofu wa ghafla hapa juu. Hizo ndio concept. Basi baada ya kusema haya, nawashukuru tena na asanteni sana kwa kunisikiliza.